sisi wafugaji tunatambua Mheshimiwa Rais ameridhia mpango wa kuboresha sekta ya mifugo wa miaka 5. Tunaanza leo mwaka 2025, tunakwenda kuhitimisha mwaka 2029. Hongereni sana wafugaji wenzangu. Huu ni mpango ambao mama amekubali na amekubali kuzitoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 216 kwa ajili yetu sisi wafugaji wa nchi hii. Mama amesikia kilio chetu wafugaji, na sasa yeye yuko tayari kutuandalia mazingira mazuri, na ametoa hizo bilioni 216 kwa miaka 5. Nini anataka tufanye mama? Mama anachotamani tukifanye wafugaji: moja, kwanza tuwe na mifugo ambayo ni salama, tuwe na ustawi mzuri wa mifugo yetu. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumeanza na utoaji wa chanjo kwa ng'ombe zetu milioni 19 nchi nzima. Lakini tunakwenda kwa mbuzi na kondoo milioni 17 nchi nzima. Tunaenda kwa kuku zetu milioni 40 nchi nzima. Na Mheshimiwa Rais amesema anatoa nusu ya bei ambayo huwa tunalipa, yeye anailipa yeye mwenyewe. Makofi mengi kwa mama yetu. Kwa chanjo ya ng'ombe tulikuwa tunatoa shilingi 1000, mama amesema anatoa shilingi 500 na sisi tuchangie shilingi 500. Kwa ajili ya mbuzi na kondoo, mama akasema anajua huwa tunalipa shilingi 600. Yeye akasema analipa 300 na sisi wafugaji tulipe shilingi 300. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kazi ya kwanza aliyoifanya ni kufungua mipaka ya taifa letu, kuyafikia masoko yote kule yalipo. Masoko yamepatikana, yako tayari. Leo hii nimetoka kusema tunahitajika kupeleka tani 54,000 kwa mwaka mmoja kwenye soko la China. Soko la Ulaya liko tayari kwa ajili yetu. Soko la nchi za Arabuni liko tayari kwa ajili yetu. Na habari njema kwa wafugaji wenzangu, tayari nchi ya Falme za Kiarabu, nchi ya Misri tumeshaanza majadiliano nao. Sasa baada ya kuona tumeanza hii kampeni, wanataka kuja kuchukua mifugo yetu ikiwa hai. Mwanzo tulikuwa hatuwezi kupeleka kwa sababu hatujatimiza masharti hayo.